Hello, mambo vipi? Leo nitapenda niongee na wewe mwalimu. Tena nitaongea na wewe taratibu kwa lugha ya upole kabisa ili uweze kunielewa. Miaka nyuma kidogo nilikuwa nikiingia mitandaoni na kutana na story za kuchekesha, watu wakisema wanaposti picha labda ya gari ya Land Cruiser V8 alafu wanaandika kumiliki kama hizi kwa mwalimu sahau. Sasa sijajua walikuwa wanamaanisha nini. Ni kwamba walikuwa wanamaanisha kwamba mwalimu ana kipato kidogo aweza kazi afford zile au inakwaje? Walimu mimi nawapongeze sana. Kwanza mnafanya kazi nzuri ya kuelimisha jamii, lakini na mimi leo naomba niwaelimishe kwa sababu wanasema usipokuwa una maarifa ni rahisi kuangamia. Ndio maana tukasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo na mimi leo nakupatia maarifa ya kimtandao ili na wewe mwisho wa siku usiweze kuangamia kwa kukosa maarifa. Sasa ipo hivi, mwalimu yoyote yule kama unatazama video hii, usikubali kufa maskini. Mwalimu yoyote yule usikubali kustaafu ukiwa una kipato cha kuungaunga, kwa sababu sasa hivi njia za kutengeneza pesa mtandaoni zipo nyingi sana. Na nitakupatia tips, nitakupatia mbinu ambazo wewe mwalimu inaweza zikakusaidia uanze hata leo kutengeneza pesa mtandaoni. Achilia mbali mshahara, mwalimu unaweza ukawa na chanzo cha ziada cha kukuingizia kipato chako. Na vyanzo vya ziada vipo vingi, lakini mimi leo nitaongelea kupitia mtandao wa YouTube, jinsi gani unaweza ukaingiza pesa kupitia mtandao wa YouTube. Kabla sijakwambia jinsi gani unaweza ukaingiza kipato kupitia mtandao wa YouTube, labda nikuonyeshe baadhi ya chaneli zitazotoa maudhui ya kuposti vitu vinavyohusiana na elimu ambavyo mnavifundisha nyinyi walimu huko mashuleni. Ukianza kuangalia na channel hii hapa inaitwa Teacher Aya Online Tutor. Ni channel ya mtu wa Ufilipino. Yeye alifungua channel yake mwaka 2021. Kwa hiyo mpaka naongea video hii imepita miaka 4 tu. Lakini ukiangalia channel yake mpaka sasa hivi ina viewers milioni 183,480,907. Hizo ni views ambazo ukiziconvert kwenye pesa kibongo bongo, huyu mwalimu ana wastani wa ametengeneza shilingi zaidi ya milioni 450 kupitia YouTube tu peke yake. Haya, tukija kumwangalia mwingine anajiita LK Logic, na yeye anaposti habari mbalimbali za mambo ya masomo. Huyu yeye pia alijiunga na YouTube mwaka 2021. Takriban imepita miaka 4 tu, lakini mpaka sasa kwenye channel yake ana jumla ya views milioni 577,501,642 ambazo nikiziconvert kwa pesa ya kibongo ambayo alilipwa na YouTube mpaka sasa hivi ashalipwa bilioni 1 na milioni 400 na zaidi. Sijui unaona hizo namba? Haya, tukaenda kwa huyu wa tatu hapa. Kuna mfano tu wa video yake moja ambayo alikuwa ameelezea reviews. Umefahamu review? Kaka amefanya revision ya form 1 na ilikuwa ni somo la biology, what is classification, chini anaandika jibu. State the importance of classification, anaandika pale chini jibu. Yeye anasoma tu, lakini video hii imepata watazamaji 134,000 na kwa hela aliyolipwa hapa ni zaidi ya 500,000 kupitia hii video moja tu. Sasa kama video moja imempatia 500,000, huyu mtu akiwa na video 1000 atalipwa shilingi ngapi? Na hii channel of course ni channel ya mtu wa Kenya, majirani tu hapo, na mpaka sasa hivi channel yake ina viewers jumla milioni 2,281,000, na mpaka sasa YouTube ameshamlipa zaidi ya milioni 6 kupitia channel hii ya YouTube. Nimejaribu kukupitisha kwenye hizo data chache ili nipate mwanga wa kwanza kuongea na wewe mwalimu. Tunafahamu wewe ni mwalimu, either upo hizi naita pre and primary school, lakini pia upo hizi shule za msingi, lakini pia upo sekondari au unafundisha chuo. Kuanzia leo unaweza ukatengeneza kipato kupitia hicho unachokifanya. Na naamini kama mwalimu unanisikiliza kwenye video hii, kwa asilimia kubwa unamiliki smartphone.
Kwa hiyo hiyo smartphone yako uitumie kuingiza kipato. Isiwe smartphone ya kuingia Facebook, kuscroll kupoteza muda kila siku. Isiwe smartphone ya kuingia TikTok, kuingia Insta, kuingia wapi, hapana. Anza leo hicho ambacho kila siku unaenda unakifundisha shuleni, basi hicho pia kifundishe mtandaoni. Ukifundisha shuleni utalipwa mshahara na bosi wako au mwajiri wako, lakini ukifundisha mtandaoni YouTube watakulipa pesa. Nadhani mpaka hapo utakuwa ushapata picha. Ukiingia YouTube nimefundisha vitu vingi sana. Watu kula wamefundisha jinsi ya kuandika a, e, i, o, u. Watu wamefundisha jinsi ya kuhesabu 1 mpaka 10. Ni vitu ambavyo wewe mwalimu unavifahamu. Yaani kila kitu ambacho unakifundisha shuleni ukiingia YouTube utakikuta watu wamekifundisha na video zao zimetazamwa, anaka wametengeneza pesa. Kwa hiyo wewe mwalimu, na kusi kuanzia leo fungua YouTube channel ili usije kufa maskini. Ikiwa haufahamu wapi uanzie, unaweza ukaanzia kwenye hilo somo unalolifundisha, lakini kwa msaada zaidi sasa hivi tuna teknolojia ambayo inakurahisishia kila kitu, itabakia tu wewe kufanya kwa vitendo. Mfano rahisi, labda nikuonyeshe kwenye simu yangu hapa. Hii video inalenga walimu, lakini naamini anayetazama si mwalimu tu, hata wewe mtu mwingine unaweza ukafuata hiki kitu tunachokiongea na mwisho wa siku ukatengeneza pesa mtandaoni. Hapa nikuonyeshe. Sasa ikiwa wewe mwalimu unasema mimi sijui chochote, mimi sijui wapi pa kuanzia, jamani, unakuwa unaniangusha. Kitu cha kufanya, ingia kwenye simu yako, either utaingia Google au utadownload application hii hapa, inaitwa ChatGPT. Ukifungua application labda utaipa command, labda tuipatie command gani hapa? Ngoja ni andike maneno fulani hivi hapa ili uone. Hapa nakupa mwongozo jinsi gani unaweza ukaanza na wewe kutengeneza pesa YouTube. Kwenye ask anything hapa utaandika labda mimi ni mwalimu wa somo labda la hisabati au wa somo la physics, labda si wa somo la history. Nahitaji nifungue YouTube channel, sielewi nianzie wapi. Afu utapiga hapa okay. Jamani, sasa hivi mambo ni rahisi. Ukiona wewe kipato chako unategemea kutoka kwenye mshahara tu, huku mtandaoni unaziacha pesa, watu wanajizolea pesa za bure. Hii ChatGPT ni mfumo ambao unakutengenezea vitu automatically baada ya wewe kuvipatia komandi ya maneno, kuuliza au kutaka kujua chochote kile. Kwa mfano hapa nimepewa tayari maelezo, ameniambia hili ni wazo zuri sana. Kwa mwalimu wa historia kunakupa nafasi nzuri ya kutoa maudhui yenye elimu na mvuto. Hapa kuna hatua za awali za kufungua YouTube channel yako ya somo la historia. Haya, namba 1, chagua jina la channel, chagua jina rahisi kukumbuka na linalohusiana na historia, mfano historia rahisi, safari ya historia au tujifunze historia, au hata jina lako tu. Namba 2, tambua aina maudhui utakayotaka kuyatoa. Kama mwalimu unaweza kufanya ifuatayo: video za kufundisha somo la historia mada kwa mada, unakuwa unafanya hivyo. Lakini matukio muhimu ya kihistoria kwa mtindo wa simulizi, maswali na majibu kwa wanafunzi wa mitihani, timeline ya matukio ya kihistoria, video fupi za fact moja ya kihistoria. Haya. Namba 3, andaa vifaa vya kuanzia. Simu yenye kamera nzuri, na mimi simu nayo. Paza sauti mic sio lazima kama hauna. Mwanga mzuri au ring light unaweza kaa nayo, lakini kama hutaki kuonyesha sura sio lazima pia. Haya, program za kuhariri video, kwa mfano KineMaster, CapCut na InShot. Kama unafahamu kutumia unatumia, ila kama unafahamu unajifunza tu, ni rahisi. Haya, namba 4, fungua channel kwenye YouTube. Tumia Gmail yako kufungua channel mpya. Weka picha profile au cover photo, andika maelezo ya channel, panga ratiba ya kuposti. Hapa nakwambia anza na video moja rahisi. Mfano utangulizi wa historia ya Tanzania au historia kwa kidato cha kwanza, somo la kwanza. Sisi tumeelewana mpaka hapo? Haya, labda mimi niandike hapa. Nitaandika labda nini? Naomba maelezo juu ya historia ya Tanzania. Hapa utanipa maelezo. Hakika hapa chini nimekuletea muhtasari wa historia. Kwa hiyo hapa utaanza historia ya awali. Utaanza kuelezea labda historia ya awali, kuna binadamu wa kale, Olduvai Gorge, Ngorongoro. Tanzania ni miongoni mwa maeneo ya mwanzo kabisa
ya makazi ya binadamu duniani, masalia ya binadamu wa kale kama Zinjanthropus yaligunduliwa hapa. Utaongelea maendeleo ya zana, utaongelea ujio wa Arabu na biashara ya watumwa, utakuja ukoloni wa Kijerumani, ukoloni wa Uingereza. Utasoma mambo haya, mwisho wa siku naambia tu ili ujifunze zaidi, usisahau kusubscribe. Haijalishi unaongea hivi vitu kwa kuangalia kamera au haijalishi unasoma kwa kushika simu kama ambavyo mimi nafanya kama hivi. Mwisho wa siku ile video yako ipost YouTube. Hauwezi ukaposti video YouTube isipate viewer hata mmoja, lazima tu itapata watazamaji. Kwa hiyo wewe mwalimu wa somo lolote lile, wewe fundisha. Tunafahamu kabisa watoto wakizaliwa hawajui chochote. Mambo ya syllables, mambo ya irabu, mambo ya sounds zile, sound a, sijui sound k. Vitu kama hivyo fundisha. Watu wanaingia mtandaoni kila siku kujifunza. Unatengeneza pesa. Ikiwa wewe ni mwalimu umetazama video hii au wewe ni mtu mwingine yeyote tu unatamani bwana, huyu kaka amefundisha, ngoja leo na mimi nianze kumiliki YouTube channel. Basi chukua hatua leo, wasiliana na mimi kwenye namba zinazoonekana kwenye screen yako. Mimi nitakupatia mwongozo kuanzia jinsi gani unaweza kufungua YouTube channel, jinsi gani utaiendesha, jinsi gani utatengeneza content, na ukianza kulipwa hela wanakulipaje lipaje, zile hela utaenda kutoaje benki. Nitakupatia miongozo yote, na haya mafunzo yanachukua takriban mwezi mmoja, lakini pia yana usimamizi ndani yake. Haya mafunzo mara nyingi huwa nafundisha kwa bei ya shilingi 200,000, ila leo hii natamani nikusaidie. Kwa wewe ambao utanitafuta, utaniambia bwana, nimeona video yako fulani ukiongelea kuhusu walimu, nitakufundisha kwa shilingi 70,000 tu. 70,000 tu. Kikubwa wai, chukua namba hiyo, then nifuate WhatsApp. Usisahau kusubscribe kwenye channel hii, lakini pia kushare video hii kwa marafiki zako wengine, au kama kuna mwalimu mwingine yeyote unaofahamu, basi share video hii, huenda akajifunza kitu, mwisho wa siku akakushukuru. Mimi sina la ziada kwenye video hii. Tukutane kwenye video ijayo. Asante.